mkoa ni shwari. Askari wa jeshi la polisi wanaendelea na kazi zao mbalimbali kwa ajili ya kulinda usalama wa watu na mali zao. Hata hivyo, yapo matukio ambayo yamejitokeza katika mkoa wetu. Yapo matukio mawili ya wizi wa watoto, ingawa tukio mojawapo huyo mtoto ameweza kupatikana. Ni kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za asubuhi, huko katika barabara ya vumbi eneo la kona ya Bwiru ambapo ni wilaya ya Ilemela. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa Neema Julius Sesela. Huyu ana umri wa miaka 19. Kazi yake ni mama lishe na mkazi wa mtaa wa Ghana Nyamanoro, wilaya ya Ilemela. Mama huyu alikuwa katika shughuli zake hizo za kuandaa chakula kwa ajili ya watoto wake. Aligundua kuwa mtoto wake ambaye jina lake tumelihifadhi kwa sababu za usalama wa mtoto, ambaye ana umri wa miaka 3 na miezi 10 ameibiwa na mtu ambaye hafahamiki. Baada ya huyo mtu kuwa amefanya tukio hili la wizi wa huyo mtoto, alitoweka naye kwa kutumia pikipiki ambayo hata hivyo namba zake za usajili hazikuweza kufahamika mara moja. Mwanamke huyo alikwenda kutoa taarifa kituo cha polisi baada ya tukio hilo, na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ukaanza mara moja, ambapo watu mbalimbali waliojiwa kuhusiana na namna ambavyo tukio hilo lilitendeka. Na katika kuwahoji, tuliweza kukutana na mwananchi mmoja ambaye anafanya shughuli zake za kibiashara mahali hapo, ambaye aliweza kutoa CCTV footage kwenye kamera yake, ambayo ilionyesha mtu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa anatoka katika eneo hilo la tukio, akiwa amempakia mtoto huyo katika pikipiki ambayo hata hivyo namba zake za usajili hazikuweza kuonekana vizuri. Mwanamume huyo sura yake iliweza kuonekana vizuri, na hivyo jitihada za kumtafuta zilianza mara moja. Msako huo wa kumtafuta huyo mtuhumiwa, pikipiki pamoja na mtoto aliyeibiwa ulianza kufanyika, ambapo wakati msako huo ukiendelea, siku ya tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu, majira ya saa 3:30 ndipo zilipatikana taarifa kuwa kuna mtoto wa jinsia ya kike alipatikana akiwa ametelekezwa kwenye makaburi ya Nyasaka ambayo yapo katika wilaya ya Ilemela, na alipatikana baada ya msamaria mmoja mwema kumwokota na kumpeleka kwa mwenyekiti wa mtaa wa eneo hilo ambao ni mtaa wa Nyamuge. Mtaa wa Nyamuge ni wilaya ya Ilemela. Msako huo uliendeshwa na jeshi la polisi, lakini likishirikiana na wananchi pamoja na wazazi wa mtoto huyo na ndugu wengine wa karibu. Jeshi la polisi lilipata taarifa hizo na kufika mara moja kwenye eneo la tukio kwa ajili ya uchunguzi. Mtoto huyu ambaye alipatikana aliweza kukutwa akiwa na michubuko sehemu za usoni. Aliweza kuchukuliwa na askari na kupelekwa katika hospitali ya Sekoture kwa uchunguzi zaidi. Wazazi wa mtoto huyo ambaye ni mama anaitwa Neema Julius Sesela, miaka 19, kazi yake mama lishe, na baba yake aitwaye Mwankunja Edward, miaka 30, kazi yake fundi seremala, wote wakazi wa mtaa wa Ghana Nyampara B, wilaya Ilemela. Wote wamemtambua mtoto huyo kuwa ni mtoto wao, na waliweza kueleza kuwa mtoto huyo wakati anatoweka hakuwa na majeraha usoni, mchubuko. Mtoto huyo
Alipopatikana afya yake ilikuwa amechoka na amedhoofu, huku akiwa na michubuko usoni. Uchunguzi wa afya ya mtoto huyo unaendelea kufanyika katika hospitali ya Sekotura, na jeshi la polisi limeendelea kushirikisha askari wake kwa kitengo cha dawati la ukatili wa makosa ya kijinsia na watoto katika kuchunguza tukio hilo kwa kina. Hali ya yule mtoto inaendelea kuimarika, japo anaendelea kufanyiwa uchunguzi wa kina kuhusiana na hali ya afya yake. Tukio hili pia, hasa ile picha iliyokuwa imepatikana kwenye CCTV footage, iliweza kuonekana tangu jana asubuhi ikisambaa katika mitandao ya kijamii. Picha hiyo ni ya mtoto huyu ambaye anapatikana akiwa hai, akiwa salama, japo bado anachunguza hali yake. Mtuhumiwa aliyehusika na tukio hilo na pikipiki yake bado vinatafutwa. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wazazi wote wa mkoa huu kuendelea kuwa na usimamizi wa karibu kwa watoto kwa ajili ya kuweka hali ya usalama wao. Kumekuwa na tabia ya baadhi ya wakina mama ambao wanajali utafutaji kuliko kuwa karibu na watoto, na hivyo kujikuta katika matukio ya wizi wa watoto kwa sababu tu watoto hawana uangalizi wa karibu. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapenda kuwaasa wakina mama na wazazi kwa ujumla na walezi kuweka usimamizi karibu wa watoto. Sambamba na tukio hilo, siku ya tarehe 19 pia mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 6 za mchana, huko katika mtaa wa Ukala, kata ya Ibisabageni, wilaya Sengerema, mkoani Mwanza, mwanamke mwingine ambaye anaitwa Revina Daudi Leonard, huyu ana umri wa miaka 32, mkulima na mkazi wa mtaa wa Ukala, akiwa nyumbani kwake, pia aligundua kuwa mtoto wake ambaye jina lake linahifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, mwenye umri wa miezi 10, alikuwa ameibiwa na mtu ambaye hamfahamu. Namna mtoto huyo alivyoibiwa ni pale tu mama mzazi huyo alipomwamini mwanamke mmoja ambaye hata hivyo jina lake halijafahamika na kumkabidhi mtoto huyo katika mazingira ambayo hayakueleweka, na mwanamke huyo alikuwa afahamiki kabisa eneo hilo. Ndipo mwanamke huyo akatumia nafasi na kumwibia mtoto wake huyo. Baada ya tukio hilo, mwanamke huyo alitoa taarifa kituo cha polisi Sengerema tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu mchana, na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo bado unaendelea, ingawa mtoto huyo bado hajapatikana na mtuhumiwa aliyefanya ile tukio bado hajafahamika. Wito wetu uko pale pale. Wazazi wanatakiwa kuchukua tahadhari, kuweka usimamizi na kuweka malezi ya karibu ya watoto wakati wako katika shughuli zao za utafutaji mali au wanapokuwa katika mapambano, ili kuepuka matukio haya ya wizi wa watoto. Msako mkali pia unaendelea ili kuona kama tunaweza kufanikiwa kumpata mtoto huyo akiwa salama, na hivyo tunaomba wakazi wa mkoa wa Mwanza na mara pengine wenye taarifa zinazohusu tukio hilo zinazoweza kutusaidia wasisite kushirikiana na jeshi la polisi na kutupatia taarifa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.